Uh, nataka kukujulisha kuhusu karatasi ya Kiswahili wakati utakuwa ukifanya marudio, manake tunajiandaa kwa sababu ya ule mtihani wa mwisho wa KCSE, si hivyo? Naam. Kitu cha kwanza, wakati unafanya marudio ni vizuri ujue utakuwa unarudia namna gani ama unajitayarisha namna gani, sio? Naam. Kitu cha kwanza ni kujua vile ule mtihani wa KCSE ulivyopangwa. Naam? Naam. Yes. Utafanya karatasi 3. Naam. Utakuwa na karatasi ya kwanza ambayo kodi yake ni 102/1. Naam. Utakuwa na karatasi ya pili ambayo kodi yake ni 102/2. Naam. Na pia utafanya ama utakuwa ukijitayarisha kwa sababu ya karatasi ya 3 ambayo kodi yake ni 102/3. Kwa hivyo hizo karatasi 3 unafaa kuwa umejiandaa. Kwa hivyo nitasonga ili nikueleze karatasi ya kwanza inahusu nini. Karatasi ya kwanza ambayo ni 102/1, hiyo ni insha. Insha, sivyo? Umekuwa mkifunzwa insha, sio? Naam. Kwa hivyo wakati una revise, wakati unajiandaa, uwe ukikumbuka kujikumbusha insha. Na insha ambazo huwa zinatahiniwa katika karatasi hii ni zile za kiuamilifu ambazo kuna muundo mahususi uliowekwa wa kuiandika na kuna zile insha za kawaida. Sawa? Ninaposema kuhusu insha za kiuamilifu nazungumza kama kwa mfano insha ya resipe, sio? Wakati unaambiwa upike chakula fulani, kuna zile hatua huwa mtu anafuata. Naam. Na inahitaji ubunifu, uwe mbunifu na ufuate ule muundo uliowekwa, sio? Naam. Pia kuna insha kama ya kawaida kama ya methali ama insha ya mdokezo. Unaambiwa umepewa maneno fulani ukamilishe kisa, ama umepewa maneno fulani ambayo utamalizia kisa fulani, sio? Naam. Kwa hivyo hizo insha zote ni vizuri uweze kujikumbusha namna ya kuziandika ili wakati utaletewa mtihani usije ukawa umetatizika ama hutaweza kujibu hilo swali. Na hiyo karatasi ya insha huwa na maswali 4 questions. Na swali la kwanza huwa ni la lazima. Na sana sana huwa naona wanaweka swali la insha ya kiuamilifu. Mara wanakuambia uandike hotuba, mara wanakuambia uandike memo, mara wanakupa insha ambayo labda unahitaji kuandika ripoti ama barua kwa mhariri, mambo kama hayo. Kwa hivyo ni insha ambayo huwa inabeba hiyo insha kwanza huwa ni alama 20. Kwa hivyo utakapokuwa ukijiandaa ujue unatafuta alama 20. Kisha maswali yaliyobaki ni 3 katika karatasi hiyo. Utapata kwamba utahitaji kuchagua kulingana na ulivyo jiandaa, kwa sababu kutakuwa na swali ambalo litakuwa na insha ya maelezo, kutakuwa na insha ya methali na pia kutakuwa na insha ya mdokezo. Katika maswali 3 yaliyobaki uchague moja. Kwa hivyo unafaa kufanya maswali 2 peke yake. Kwa hivyo swali la kwanza linakuwa la lazima, maswali yaliyobaki 3 unachagua tena moja ili upate alama 40. 40 mark. Hivyo utakapokuwa ukijiandaa ni vizuri ujue kwamba insha zitatahiniwa katika karatasi ya kwanza na
ni vizuri kujiandaa ili angalau upate alama nyingi zaidi katika karatasi hii. Manake kila swali ukilenga kwa mfano upate alama zaidi ya 15, ni kusema kwamba karatasi hii ya Kiswahili utakuwa umepita. Kwa hivyo pia tutakapokuwa tukijiandaa ni vizuri tusipuuze insha, manake huwa zinabeba alama 40 katika zile alama ambazo utapata. Kwa hivyo hiyo ni karatasi ya kwanza. Unaweza screenshot kama unatumia simu, na pia laptop pia inaweza kuweka screenshot. Unatumia simu ama laptop? Laptop. Unajua kuweka screenshot kwa laptop? Vizuri. Kwa hivyo unabonyeza Windows icon na ile imeandikwa print screen iko pale juu. Kwa wakati mmoja inakuwekea screenshot. Karatasi inayofuata ni karatasi ya pili ambayo maswali mengi ambayo umesema ama sehemu ambazo umesema nitakusaidia naona zinatoka katika karatasi ya pili. Karatasi hii ya pili inatahini ufahamu, comprehension, ambapo huo unaletewa kifungu, unaambiwa usome hicho kisa, kisha maswali yanafuata. Hivyo ufahamu ni alama 15, kisha kutakuwa na ufupisho, summary, ambapo unapewa kifungu, unahitajika kuchuja, unaandika nakala chafu na nakala safi, na kwingineko unafupisha kwa maneno ambayo utakuwa umeambiwa labda maneno fulani, maneno 20, ufupishe labda aya za mwisho 2. Hivyo ufupisho ni study ama skill ambayo unafaa kuwa nayo, na utapata alama 15 ukiwa unaweza kuifanya vizuri. Kisha sarufi na matumizi ya lugha ni grammar, kuna typing error, ni lugha CAA. Kwa hivyo sarufi na matumizi ya lugha utapata alama 40. Hii ndio huwa imebeba uzito wa karatasi ya pili. Huwa imebeba uzito. Naomba nifunge mic yako. Najua unanisikia, kuna kelele sana. Labda unaweza kuambia wakupee muda kidogo ama wakupatie mahali hapana kelele sana. Hivyo nimefunga mic yako ili niweze kuconcentrate vizuri. Ninaeleza kuhusu sarufi na matumizi ya lugha. Inabeba uzito wa karatasi ya pili, na ninaona pia katika kazi ambayo nitakuwa na kusaidia sana itakuwa inatoka katika sarufi na matumizi ya lugha, ni grammar hiyo. Huwa inabeba alama 40, na pia kuna sehemu nyingine ambayo hubeba alama 10, inaitwa isimu jamii. Pia ni vizuri tutakapokuwa tunajiandaa katika kufaulu katika karatasi ya Kiswahili, ni vizuri pia tukumbuke kutakuwa na alama 10 ambazo zitatoka katika sehemu ya isimu jamii. Kwa hivyo ukijumulisha 15 za ufahamu, 15 za ufupisho na 40 za matumizi ya lugha, unapata kwamba hizo ni 70, kisha ongeza isimu jamii 10, hizo ni 80. Kwa hivyo karatasi hii ukifanya vizuri, ukiwa umepata kila kitu, utapata alama 80. Sasa ukiongeza zile za karatasi ya kwanza 40, tayari hizo ni alama 120. Na kuna karatasi nyingine moja ambayo nimeona pia umeuliza swali ama sehemu ambayo unataka msaada, inaitwa karatasi ya 3, paper 3 ya Kiswahili. Hii karatasi hutahini mambo yafuatayo. Kutakuwa na ushairi, poetry ya Kiswahili inatahiniwa pale. Pia kutakuwa na fasihi, na fasihi zote mbili zinatahiniwa. Kuna ile fasihi simulizi
itatahiniwa hapo, na pia kuna ile fasihi andishi. Fasihi andishi ina vipera vitatu ama branches zake ni tatu. Kuna riwaya, novel, kwa hivyo utahitaji kusoma novel. Kutakuwa na tamthilia, play. Play pia itatahiniwa hapa, na pia kutakuwa na short stories ambazo ni hadithi fupi. Hivyo ukiangalia vizuri unaona ni sehemu tano. Kuna ushairi, ambapo ushairi huu utakuwa ni ule ushairi huru na pia arudhi wowote pia unaweza kutahiniwa hapo. Fasihi simulizi, na hapa ni ile fasihi ambayo hupokezwa kwa maneno, lakini siku hizi inaandikwa, lakini bado tunaita fasihi simulizi. Na pia kutakuwa na fasihi andishi ambapo ni riwaya, tamthilia, hadithi fupi. Sasa sehemu hizo tano ndizo zitakazotahiniwa katika karatasi ya tatu, na hapo utafanya maswali manne. Swali la kwanza huwa la lazima, mengine katika kila sehemu unachagua moja. Manake ni kama huwa wanaweka maswali mawili mawili kila sehemu. Sasa unachagua katika kila sehemu, unachagua moja lenye unahisi kwamba umejiandaa vizuri. Kwa hivyo huwa unapewa uhuru wa kuchagua sana katika maswali ambayo yanafuata, lakini la kwanza hapo ndipo huna la kuchagua mpaka ulifanye kulingana na vile mtahini aliwawekea. Na hapa karatasi hii sasa, ukiongeza hizo alama za maswali manne ambayo umefanya, utapata ni alama 80 pia. Kwa hivyo alama ya mwanafunzi labda unajiuliza itapatikana namna gani sasa, na umekwisha kufanya karatasi tatu. Sasa wakati wa kuwekewa alama, utaongeza ile karatasi ya kwanza, karatasi ya pili, karatasi ya tatu. Kisha utagawanya mara mbili, kwa sababu ukiongeza 40 plus 80 plus another 80, hiyo ni 200. Ugawe mara mbili, unapata hapo umepata 100. Hivyo ndivyo huwa wanapata alama ya kumpa mwanafunzi. Hivyo unaongeza. Hivyo ni kusema kila karatasi ni muhimu, manake inachangia katika alama yako ya mwisho. Kwa mfano nimesema, kwa mfano ukapata insha ya kwanza ukapata 10, ya pili 10, hizo ni 20/40. Kisha karatasi ya pili ukapata 60/80, umeng'ang'ana ukapata 60/80. Kisha karatasi ya tatu ukapata 50/80. Utajumlisha sasa, utaongeza 20 plus 60 plus 50 upate 130. Ukipata 130 ama 130, ugawe mara mbili, utapata kwamba sasa huyu mwanafunzi atakuwa na 65, 65%. Hiyo ndio alama ambayo utakuwa umepata katika somo hilo. Hivyo ni kusema kila karatasi ni muhimu ili upate alama nzuri katika mtihani wako wa Kiswahili. Na Kiswahili mimi huwa naona kama ni somo kama vile kemia, kama vile biolojia ama hata hesabu, huwa kinahitaji uwe na formula yako ya kujiandaa. Ndio maana mara ninapoanza kumfunza mwanafunzi wangu huwa nampatia mwongozo huu ili ajue kwamba nitakapokuwa nikifanya marudio yangu sitafanya shagalabagala, yaani bila mpangilio wote. Nitakuwa na mpango. Tajua kwamba kila juma najikumbusha insha, kila juma najikumbusha fasihi, najikumbusha sarufi, najikumbusha mada fulani, ili nisiwe tu nasoma upande mmoja na kumbe karatasi hii ya Kiswahili itakuwa imeletwa sehemu zote. Hivyo huwa tunataka sehemu zote zishughulikiwe, tusije tukazinyima umakini huku tukajinyima alama mwisho wa siku. Hivyo ni matumaini yangu kama nilivyoandika hapo kwamba utakuwa umemakinika na utabukua ili upate kufaulu katika somo la Kiswahili. Somo la Kiswahili si gumu, manake ni kama lugha ya mama. Manake katika fasihi ni fasihi, hapana, katika isimu jamii huwa tunasema Kiswahili ni Kibantu.
Yaani Kiswahili ni kama lugha zetu za mama, manake kinasemwa sana hapa nchini. Ah, kina hadhi ya kwamba ni lugha ya taifa na pia ni lugha rasmi. Unaweza kuizungumza hata katika ofisi yoyote, ukienda uongee Kiswahili utahudumiwa. Pia ukienda popote, hata sokoni, ukaongea na yule mama mboga pale, najua atakusikia. Kwa hivyo ni lugha ambayo si gumu, manake ukiangalia Kiswahili vile unavyokizungumza ndivyo unavyokiandika, hakina tofauti kabisa. Tofauti na lugha nyingine kama Kiingereza, unakuta vile unavyoandika neno sivyo unavyolitamka. Kiswahili ni tofauti sana, manake vile unavyotamka ndivyo unavyoandika. Hivyo ni kusema, iwapo una tatizo ama una adhari ya lugha hiyo ya Kiswahili, utaandika makosa. Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo inavyosemwa ndivyo inavyoandikwa, na unaweza kufanya uchunguzi uone. Hivyo ni kusema, kama unazijua sauti za Kiswahili, umekijua Kiswahili. Hiyo ni siri nyingine moja ambayo wanafunzi wakigundua huwa wanapata alama nyingi sana katika somo hili, hasa wakati wa kuandika, manake makosa mengi huwa yanatokea pale. Unakuta mwanafunzi vile anavyoandika ama vile alikuwa na makosa katika kutamka kwake, alihamisha hayo makosa akayaweka katika maandishi. Manake tumesema Kiswahili vile kinavyozungumzwa ndivyo kinavyoandikwa, tofauti na masomo ama na lugha nyingine ambazo unakuta kwamba vile unavyo tamka sivyo unavyoandika. Na huwa natoa mfano na rafiki yangu huyu mwalimu Dorin, manake mahali ametoka. Kwa mfano, akitaka kuandika jina Chalo, huwa naona anaandika KY. Ananiambia hii ndio cha. Mimi namwambia kwangu naona hiyo ni KYA, ni kya. Ananiambia sivyo. Hivyo tunabishana sana. Namwambia unaona sasa tofauti ya lugha zingine na lugha ya Kiswahili. Kiswahili unavyokitamka ndivyo unavyo kiandika. Hivyo ni vizuri tuimarishe matamshi yetu na pia tuweze kuhakikisha kwamba tunajua kukiandika, yaani tumezifahamu sauti za Kiswahili. Hapo nilikuwa nakupatia tu sura ya karatasi ambayo utaifanya. Huo ndio ukweli mtupu ambao ni vizuri uwe nao, uwe ukijiandaa, ukijitayarisha kwamba mtihani nitakao ufanya utakuwa unakaaje, ili ninapokuwa najiandaa vipi, nagusia kila sehemu ama wakati mwingine naacha zingine. Ni sehemu gani labda nimepuuza sana ambazo zitaniathiri, ili uweze pia kuzipatia wakati wake na ukaboresha alama yako ya somo hili. Kupata A ya Kiswahili ni rahisi sana iwapo utajituma, iwapo utakubali kuzidisha bidii kidogo, na pia kuuliza na hata kumfanya mwalimu wa somo hili rafiki wa karibu. Uwe unauliza hapa huwa tunafanya nini, unahakikisha unampatia kazi ya ziada, unajipatia kazi zaidi ya ile ambayo amewapa darasani. Hivyo hivyo utajipata umekipenda Kiswahili, umeimarisha pia kuzungumza sana. Unahakikisha mkipewa wakati wa mjadala, wewe ndio wa kwanza unasema, na mtu huwa anataka anasema sana ili akosee, na ukikosea wenzako watakucheka. Sasa kesho utajipata umeimarika, hutarudia hilo kosa. Hivyo ukipata ujasiri na ukakamavu wa kusema mbele ya wanafunzi wenzako, somo hili linakuwa somo ambalo utapata alama nzuri. Na ninaposema alama nzuri, namaanisha kutoka C+ hadi A. Ni rahisi sana. Nimeona wanafunzi wangu wakipata hizo alama, na nina hakika hata nawe uko katika mstari huo, manake umeshafanyika kuwa mwanafunzi wangu. Nahakikisha kwamba hutapata alama duni. Kwa hivyo hadi hapo nataka kusikia kama tunapatana. Bado unanipata? Naam. Uliza swali sasa. Hadi hapo.
kabla hatujaingia katika mada ambayo ulitaka tuangazie. Kwa hiyo paper 1 ya insha, hiyo number 1 ni lazima ufanye. Hiyo swali la kwanza. Naam. Lazima ulifanye. Hilo huwa limeandikwa, maagizo hata huwa yameandikwa kabisa, amesema swali la kwanza ni la lazima. Hiyo ni compulsory. Hiyo inaitwa compulsory. Yaani ni lile swali, ili wasaishe haya mengine lazima uwe umefanya hilo. Okay. Kwa hivyo ni vizuri tujiandae sana katika insha. Najua walimu huwa hawapati muda wa kufunza insha shuleni kwa sababu kazi ya Kiswahili ni nyingi. Kwa hivyo ni vizuri unajituma sana. Unaona? Unajituma sana, unahakikisha na labda kama mzazi ana uwezo, naweza kukupendekezea vitabu kadha vya insha ambavyo utaweza kuvinunua. Una mahali pa kuandika? Andika. Kitabu kizuri sana katika insha mimi nimekiona. Naam. Nimepata kitabu ambacho kuna kimoja kinaitwa Upeo wa Insha. Upeo wa Insha kimechapishwa na kampuni ya Oxford. Sawa? Naam. Pia kuna kitabu kingine kizuri ambacho kinajulikana kama Fani ya Insha. Fani ya Insha. Na huwa kimegawanywa mara mbili, kuna form 1 na 2 na pia kuna 3 and 4. Kwa hivyo huwa wanavigawanya mara mbili. Nikikumbuka kingine kizuri nitakwambia, lakini hivyo vitabu vinasaidia sana, manake huwa vimeweka mifano ya insha. Wanakupatia insha na mfano wake, unafaa kuandika, na hao wamepiga hatua. Kwa mfano hao wafani ya insha huwa wamepiga hatua kiasi kwamba wamekupatia insha nzuri na nyingine baya, na wameonyesha vile inasahishwa. Naam. Wanakuonyesha kosa lilitokea hapa kwa huyu mwanafunzi, amepata 15 kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Wanaeleza, wamepiga insha za ukweli, sio zile za kubuni wenyewe. Wametafuta insha za wanafunzi wakasahisha. Kwa hivyo ni vitabu vizuri, ukipatana navyo hivyo vitakufanya uwe umeimarika sana. Upande wa sarufi kuna vitabu vizuri. Kwa mfano kuna kitabu kimoja kinaitwa Mwamba wa Sarufi. Mwamba wa Sarufi. Ukipatana nacho unaweza kukinunua. Mwamba wa Sarufi. Mwamba wa Sarufi kimeandikwa na mtangazaji. Sijui kama siku hizi anatangaza Milele FM ama anatangaza wapi. Lakini najua anafanya kampuni ya Standard Media. Anaitwa Geoffrey Mung'ou. Lakini hakuna Mwamba wa Sarufi 2, nadhani ni hicho tu. Kwa hivyo ukiandika Mwamba wa Sarufi, hicho kitabu kitakusaidia sana. Na pia kuna kama kile cha Upeo wa Insha, kuna Upeo wa Sarufi. Kimeandikwa na mwandishi, nadhani ni yeye tu aliandika Upeo wa Insha, ndiye ameandika hicho cha Upeo wa Sarufi, na kimechapishwa na Oxford, kampuni ya Oxford. Pia hicho ni cha manufaa sana kwa wanafunzi. Hivyo ndivyo nimeviona vitabu vizuri ambavyo havitakusumbua, vinaeleza kwa lugha rahisi sana, na vimeweka mada mahali pamoja. Kwa hivyo ukipatana nacho unaweza kukinunua. Upande wa sarufi wa karatasi ya 3, kitabu ambacho nimekutana nacho kizuri cha fasihi simulizi kinaitwa Fani ya Fasihi Simulizi. Fani ya Fasihi Simulizi. Nadhani pia kimechapishwa na Oxford. Ni kizuri sana na kitakusaidia iwapo unataka kufaulu somo la fasihi simulizi. Fasihi andishi hapo ni mtu kusoma.
hapo hakuna siri. Ni manake kuna vitabu vinauzwa, lakini hivyo vingine vimechapishwa na watu wanatafuta, wanafanya biashara. Kwa hivyo sitakuambia hapo. Ni ukipatana na mwongozo unahakikisha umeangalia, unasoma kazi kwanza, manake hapo ni ubunifu wa mwanafunzi kujitetea na hoja. Kwa mfano, ukipata mhusika katika kazi, ni wewe uangalie huyu mhusika ana sifa gani, kulingana na vile wanafunzi ama mwandishi anasema kumhusu, ama vile wahusika wengine wanasema. Kwa hivyo pale huhitaji mtu kukuelekeza sana, inahitaji tu ujue namna ya kuangalia. Kwa mfano kama ni wahusika, manake ukipata methali ni methali tu. Kwa hivyo mambo hayo ya mengine hatahitaji kitabu ati cha kukuongoza. Bora tu mwalimu ametanguliza somo vizuri, amekwambia ukitaka kujua sifa za mhusika unafanya hivi, ukitaka kujua mbinu za lugha unaangalia hiki na hiki. Ukajua hizo mbinu za kuangalia, fasihi andishi inakuwa rahisi sana, manake mtindo ni ule ule wa kuchambua. Kama ni kuchambua wahusika katika katika riwaya, katika tamthilia na katika hadithi fupi, ni hivyo hivyo tu, manake sifa za wahusika kuna yale mambo unaangalia. Kwa hivyo hapo ni kujua wahusika kwa kusoma kazi na ukawashika, ili usije ukawachanganya wale wa tamthilia ukawaweka kwa riwaya, ukawaweka kwa hadithi fupi, ukawa hujui mhusika huyu anapatikana katika kazi gani. Hivyo hapo ni bidii na kusoma sana kwa mwanafunzi. Lakini hata hivyo somo hilo changamkia huwa halina ugumu wowote, manake pia wanafunzi pale shuleni, iwapo utajiunga na kundi, group discussions, yale makundi ya kujadiliana masomo, mkawa na kundi ambalo labda weekends, kama uko boarding school, mnakuwa na wakati wa kurevise pamoja, mna discuss badala ya huwa na labda zile soga mazungumzo ya kupitisha wakati, mnakuwa na mijadala ya vitabu hivi, mna dedicate weekends, mnachukua hadithi moja mnaichambua pamoja. Mambo hayo huwa yanaingia kwa akili na unakuwa na kujipata kwamba unayakumbuka kwa urahisi. Ni kati ya mbinu ambazo mimi nilitumia pale shuleni nikafaulu na nikapata alama ya A katika Kiswahili, manake nilipata A ya Kiswahili. Hivyo nakuambia kutoka na kuzungumzia kama mwalimu na pia mtu ambaye alifaulu katika somo la Kiswahili. Ndio maana leo hii mimi ni mwalimu wa somo hilo. Hivyo hapo ni katika mtihani, manake mwisho wa siku hata tukisoma sana tutafanya mtihani, na ni vizuri tujue mambo yatakavyokuwa. Hivyo narudi kwako uniulize swali Naam. lingine kabla. Sina. Hili nimekuelewesha vizuri? Naam. Kuzungumza huwa kinakutatiza Kiswahili ama uko sawa? Naam. Huwa unakielewa vizuri, unaweza kukizungumza vizuri, sio? Alisha, Eti? Yes. nauliza kukizungumza Kiswahili, nauliza Naam. iwapo Kiswahili kukizungumza kinakutatiza ama wewe uko sawa kabisa? Kidogo tu. Kidogo kidogo. Naam. Hapo ukifanya mazoezi Naam. utajipata kule kutatizika kumeondoka mara moja. Naam. 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 Mtihani wa muhula huu wa Kiswahili ulipata ngapi? 34. Asilimia ama sarufi peke yake? Sarufi. Sarufi? Naam. Haya, naona ulijaribu sana. 34/40. Naam. Naam. 34 out of 40. Over 80. Over 80.
Umejaribu. Sasa tunataka tuongeze 20 zifike 54/80. Ili next term uongeze tena 10 zifike 64/80. Hivyo hivyo mpaka tuwe tunacheza 70, si ndio? Naam. Ni sawa, kwa sababu wanasema mwenda pole hajikwai, sivyo? Naam. Tunaenda pole hadi tufike. Kwa hivyo nataka kwa kifupi tuweze kuingia katika sarufi hizo dakika zilizobaki, sarufi. Kwa hivyo nitashusha huo ukuta, nitaweka mwingine. Naam. Nitashusha ukuta huo wa kwanza, nitaweka ukuta mwingine. Unione kama utakubali kuja. Sijui kama kuna ukuta mwingine umekuja unasema sarufi. Naam. Sababu nataka nifungue hizi notes. Kwa hivyo kuna mambo mengi tutasema, lakini kabla ya kuingia katika mofimu kuna mahali nataka tuangalie kidogo. Hapa kuna mahali kidogo tu panaitwa sauti. Kwa hivyo Alicia, kabla hujaingia katika mofimu ni vizuri ujue kuhusu vipashio vya lugha. Unavijua? La. Unajua vipashio vya lugha? La. Haya basi. Ili ujue mofimu kwanza unafaa ujue kuna vitu vinaitwa vipashio vya lugha. Vipashio vya lugha, sawa? Vipashio, sijui nipate kama kuna mahali naweza kutype hapa. Ngoja nione kama naweza kutype. Aja nione hapa. Nataka kuna hapo kando ya hapo kwa screen yangu na type nimeandika vipashio vya lugha. Umeona hiyo nimetype? Naam. Vipashio vya lugha, kwa sababu kila lugha iko na vipashio. Vipashio labda naweza kusema ni nini? Yaani vile vitu ambavyo vimeunga hiyo lugha. Kama vile tunaposema kuhusu mwanadamu, unapomwangalia mwanadamu, ili mwanadamu aitwe mwanadamu, kuna mambo kadha ambayo unaangalia tu unasema huyu ni mwanadamu, si ndio? Pia lugha huwa kuna vipashio vyake ama vile vijenzi vyake, na ni vizuri kujua kwamba vipashio vya lugha unafaa kujua kuanzia kile kidogo zaidi hadi kile kikubwa. Kwa mfano, kile kidogo zaidi ni sauti. Sawa? Naam. Kwa hivyo katika vipashio vya lugha kuna kile kidogo sana ni sauti. Unaweza ukiunganisha sauti kama vile sauti ni kama vile wakati mtoto anaanza kuongea huwa anaanza kusema hivyo, mwisho kesho anasema mama, hivyo anaendelea. Kwa hivyo huwa anaanza na sauti, anatoa sauti alafu anajua kuongea. Kwa hivyo sauti ndio kipashio kidogo sana cha lugha. Ukiunganisha sauti mbili ama tatu unapata silabi, syllable. Silabi. Kwa mfano, wakati unazungumza unataka kuita baba, huwa unasema ba, na kisha unaongeza ba nyingine, unakuwa na baba. Unaona? Ukishaunganisha silabi pia ni sawa sawa na mofimu. Sasa ndio sijaenda mbali na mahali unataka kupeleka. Kwa hivyo ukiunganisha silabi mbili, ba na ba ni silabi.
Kwa hivyo tuunganisha silabi mbili tukapata neno. Kwa hivyo ba ni silabi na ba ni silabi, ili nikiunganisha napata neno. Napata neno. Neno ni kama vile baba sasa, kwa sababu nimeunganisha silabi. Silabi ni umeunganisha sauti ba, bu ambayo ni consonant na a ambayo ni vowel. So bu a, baba, tunapata neno baba. Kisha ukiunganisha maneno mawili matatu unapata sentence. Na hii sentence ndio inakusaidia kuandika hata insha. Unaunganisha sentence, neno na neno na neno, unapata sentence. Unaunganisha sentence kadhaa unapata aya. Kwa hivyo sentence ni kama vile baba anasoma. Labda anaweza kuwa anasoma gazeti. Anasoma gazeti kwa mfano. Sasa unaona tumeunganisha maneno. Neno ambalo ni baba, lingine ni anasoma ni neno, na gazeti ni neno. So tunapata sentence. Hiyo vipashio vya lugha kuanzia kile kidogo zaidi ni sauti, sounds, sauti. Na ni vizuri niseme sauti sana sana tunaongea zile za wanadamu, kwa sababu hata kama wanyama wanatoa sauti, hatuwezi kusema sauti yao ni lugha, manake sauti zetu ndizo zinaunda lugha ya mwanadamu. Kwa hivyo sauti kama vile a, bu, ka, ama vile tulikuwa tunazitamka mbeleni kabla ya CBC, A, B, C, D, hizo sauti zote tunazifahamu. Kisha tukiunganisha sauti mbili tunapata silabi. Ukiunganisha silabi kadhaa unapata neno, na ukiunganisha maneno kadhaa unapata sentensi. Sawa? Naam. Sasa umejua vile lugha huwa, na sarufi yote sasa iko hapa, kwa sababu hivi sasa ndivyo itaweza kufanywa ipanuliwe. Sasa hivi vipashio vitapanuliwa, manake najua kama kirai si ni neno, sivyo? Naam. Mofimu nazo ni silabi na kadhalika, ni silabi na neno, sasa zinaunganishwa. Kwa hivyo ni vizuri ujue kwamba sarufi yote iko hapa katika vipashio vya lugha. Kwa hivyo utakapokuwa unarudia sana, ni vizuri ujikumbushe kwamba lugha yote ya Kiswahili imejengeka katika vipashio vya lugha, vinaitwa vipashio vya lugha, na kile kidogo sana ni sauti. Kwa hivyo sauti ndio ya kwanza, ikifuatwa na silabi. Kwa hivyo sauti nimekataa, mbona iandiki nambari? Nilitaka kuweka nambari, nimekataa. Kwa hivyo sauti ndio kidogo sana, kisha unaunganisha silabi ni kubwa kidogo kuliko sauti, kisha unaunganisha silabi kadhaa unapata neno, na kisha unaunganisha maneno kadhaa unapata sentensi. Sawa? Naam. Sasa naomba uniambie, kando na sauti a, unajua sauti gani nyingine? Nipe sauti nyingine yoyote yenye unajua. Naam? Ma. Sauti ma. Vizuri. Alafu ukiunganisha sauti hiyo na nyingine, tengeneza silabi. Mama. Sauti ukiunganisha unaweza pata ma. Ukiongeza irabu m, m ndio sauti. Irabu ni m na a. Sasa m plus a ndio inatengeneza hii m. Ni kapi? M ukiongeza hivi. Hiyo nataka plus. M plus a inapata silabi ma. Hii ndio ma. Sasa ma ni silabi, lile tamko. Silabi ni lile tamko linalotamkika kwa wakati mmoja.
Silabi ni tamko. Tamko linalotamkika kwa wakati mmoja kama vile ma, ba, ka, da. Hivyo. Hilo tamko moja linaitwa silabi, is a syllable. Na hiyo ndio itakuja kuunda mofimu. Tutakapokuwa tunasema kuhusu mofimu, hatutaenda mbali sana na silabi, ni hapo hapo tu tutakuwa tunazungumzia. Japo tutaongeza hata baadhi ya maneno yatakuwa silabi, yatakuwa mofimu. Hiyo ndio tofauti kidogo ya silabi na mofimu tutaona. Kwa hivyo ukichaunganisha silabi kadhaa, tengeneza neno. Tengeneza neno kutokana na silabi. Mama. Mama, vizuri. Unda sentensi kutokana na ongeza maneno mengine sasa tofauti upate sentensi. Mama ameenda sokoni. Mama ameenda sokoni. Hivyo ndivyo huwa vipashio vya lugha vinapangwa, kwamba uanze na sauti. Ukiwa hauna sauti hutakuwa na silabi na hutakuwa na neno na hutakuwa na sentensi. Kwa hivyo vipashio hivi vyote ni muhimu ili lugha iweze kujisimamia. Kwa hivyo sauti ni vizuri tuzijue, kisha tujue silabi, kisha tujue maneno na pia sentensi za Kiswahili. Hadi hapo kuna kitu nimekukumbusha, Alicia? Naam. Na kama utakumbuka ulipojiunga na ile tunaitaje, wakati wetu tulikuwa tunaziita nursery school. Siku hizi zimebadilika, zinaitwa sijui zile zinaitwa preschool. Wewe ulienda gani? Ulienda preschool? Zile za PP sijui 1, PP 2 hizo? Wewe ulienda gani? Hii ya nursery. Unajua sisi tulienda nursery. Nursery. Sasa sisi tulipoenda, wale walimu tuliokuta pale walianza kutufunza sauti, si ndio? Unakumbuka? Naam. Walianza sauti kabisa, wakaanza na sauti, alphabet na za Kiingereza na za Kiswahili, si ukweli? Naam. Kwa sababu hapo ndipo msingi wa lugha. Ukipotea pale katika msingi huo, huwa mtu anajipata ana tatizo la lugha hiyo. Sawa? Naam. So ukitaka kuwa bora sana katika somo hili, lazima urudi pale kwenye msingi, uhakikishe umejikumbusha hizo sauti zote. Sawa? Naam. Ili sasa tukija sasa upande wa mofimu hautatatizika kabisa, manake tayari sauti utakuwa unazifahamu. Sawa? Naam. Kwa hivyo haraka sana, unaweza kunikumbusha kwamba kwa sababu tunajua sauti za Kiswahili zimegawika mara mbili, sio? Naam. Kuna zile tunaita vowels ama irabu, sio? Naam. Uliambiwa irabu ni gani? Buzitaje. A, E, I, O, U. Ni 5, sio? Irabu za na hizi irabu, kuna zile irabu ukizitamka mdomo, mkao wa mdomo unakuwa unatengeneza hebu nione kama nitapata kalamu hapa. Nataka kuangalia kama nitapata kalamu, na hii yangu hainiletei. Ama ni ngoja nione. Kuna haileti vizuri. Hivyo sitatumia hiyo. Nilitaka kuchora lakini hii PDF hainiletei hizo tools zenye nataka. Nilitaka kusema wakati unazungumza unakuta kwamba ama wakati unatamka hizo sauti unakuta mdomo unakaa kama umbo la O. Hiyo leta O ni katika hizo irabu ulizotaja, ni gani wakati unatamka inatengeneza
shape ya O, mviringo. O, Ehe, O, ehe. U. O na U, sio? Hizo sauti Naam. za irabu huwa tunasema ni viringwa. Sawa? Viringwa, Naam. yani zinaitwa kutokana na neno mviringo. Mviringo ni sako. Mviringo ni Naam. sako. Natafuta kalamu. Kwa nini inaficha? Haya. Natafuta kalamu yangu, ni kama imepotea hapa. Haya, nilitaka mahali pa kuandika, imepoteza. Haya. Start text. Haya, sawa. Imekataa. Imepoteza kalamu yangu, lakini nitasema tu. Kwa hivyo wakati unatamka hizo sauti zinaitwa viringwa. V-I-R-I-N-G-W-A, viringwa. Yaani irabu ambazo zimeviringwa ni O na U. Wakati hapo unaangalia vile midomo yako, lips, zilivyokaa. Midomo, vile midomo ya mtamkaji ama mwenye kutamka hizo sauti ilivyokaa. Hapo tunapata kwamba tunaweza kuzigawa hizo sauti za irabu tukaziita viringwa. Hizo zilizobaki, ukiangalia midomo yako vile utakavyo ama midomo itakavyokaa ukitamka, hata unaweza kuangalia kwa kioo, uende kwa kioo chako. Jua wasichana wanapenda vioo. Ukitamka hizo za kwanza tatu, sasa midomo itakuwa iko lateral, yani imetandazwa, imekuwa imetandazwa. Lakini wakati unatamka hizo hizo O na U, utakuta midomo yako imeviringwa. Kwa hivyo hizo za kwanza tatu zinaitwa irabu tande. Irabu tande kutokana na kutandazwa, kwa sababu tunaona midomo itakuwa imetandazwa. Hizo irabu zinaitwa irabu tande. Nimepata kalamu yangu. Tande. Hivyo. Tande, yani zimetandazwa irabu. Kwa hivyo hizo irabu ambazo ni A, na unaweza jaribu uone na I. Hizo irabu zinaitwa tande kwa sababu wakati unatamka midomo, lips, midomo ni lips, mdomo ni mouth, so midomo, lips. Wakati unatamka irabu tande, midomo imetandazwa. Unapata kwamba midomo, wakati wa kuzitamka hizi, naandika sasa manake nimepata chaki yangu. Wakati wa kuzitamka midomo imetandazwa hivyo, imetandazwa hivyo. Kiingereza kizuri ni lateral, yani midomo imetandazwa. Tunapatana? Naam. Kwa hivyo kigezo cha kwanza cha kuainisha irabu ni kuangalia midomo. Midomo nimesema ni zile lips ambazo huwa zinafanyika ama zinaonekana wakati unatamka O na U, midomo inakaa hivyo. Lakini wakati unatamka tande, midomo ni kama imetanda hivyo, iko straight, ni kama iko straight hivyo. Kwa hivyo hicho ndicho kigezo cha kwanza ainisha irabu, ambapo tunapata irabu viringwa wakati wa kutamka midomo imeviringwa. Pia tunapata irabu tande kwa sababu wakati wa kutamka hizo irabu midomo imetanda, iko
straight. It is kind of straightened. Sawa hapo Naam. tunapatana Alicia? Naam. Umejaribu kuangalia uone jambo hilo likitendeka? Naam. Kwa hivyo ukiulizwa kwa mtihani wa KCSE kwa mfano utunge neno ambalo lina irabu tande, si sasa utakuwa umeweza kutunga neno? Unajua maswali siku hizi yamebadilika. Unaambiwa, hutaambiwa utaje irabu tande, unaambiwa utunge neno moja lenye sauti ambayo ni irabu tande. Unaweza kutunga? Alicia? Alicia? Naam. Unaweza kutunga neno moja ambalo lina irabu tande? Amenunua. Kwa mfano ukatunga neno kama tai, sio? Naam. Tai. Najua tai? Naam. Najua tai. Unaona jina tai nimeandika hapo? Naam, naiona. Si iko na irabu tande? Naam. Ni tande. Hii ni tande. Kwa hivyo mpaka uwe mbunifu, ili kwa sababu watahini siku hizi wanafanya hivi wanabadilisha mtindo wa kutunga maswali, sawa? Naam. Kwa mfano pia unaweza kutunga neno kama neno kama hata chai. Unaweza kutunga neno kama gani tena? Keki, si ndio? Manake naona na i. Kwa hivyo unaangalia sasa, unaangalia ni maneno gani hapa naweza kuunda. Hivyo ndivyo unafanya mazoezi. Manake kando na kujua sauti ni gani, ni vizuri pia ujue watahini wanabadilisha mitindo yao ya kutunga maswali, sawa? Kuna kitu nimekufunza hapo, Alicia? Naam. Kuna jambo umejifunza hapo? Naam. Naam. Kigezo cha pili kuainisha hizi na mchoro hapo, ngoja nisongeshe. Naam. Kuna mchoro. Kwanza nitoe kalamu. Kuna huo mchoro ambapo huwa unaangalia ulimi. Unaona huu ulimi? Unaona hiyo pembe tatu, hiyo triangle iko hapo? Naam. Hiyo ni ulimi. Hiyo ni mfano wa ulimi, sawa? Naam. Ulimi wakati unatamka huwa uko hivyo. Unagawanya ulimi mara ngapi? Sasa hiyo pembe tatu ni kwa hivyo kuna sehemu ya juu na kuna ya kati, sawa? Naam. Na kuna ya chini, sawa? Sasa wakati unatamka ni kama inatamkwa katika sehemu ya chini kati. Ni kama iko hapo. Hapa ni katikati, unajua? Acha nikuonyeshe katikati ni wapi. Nichukue kalamu tena. Nikuonyeshe. Unaona hapa? Naam. Unaona hii sehemu hii? Hiyo nimeweka line. Hiyo ni ya katikati, Naam. Na pia hapa, hata hii sehemu yenye nimeweka hapo line, hiyo pia ni katikati ulimi. Sababu ulimi unaweza uonyesha katikati yake vertically na horizontally, sio? Naam. So ukiangalia a inatamkwa chini kati, sawa? Naam. Iko chini. Iko sehemu ya chini ya ulimi lakini kati. Ukijaribu kusikiza.
Sasa ujue jambo hili Naam. walifanya lab Hii ni sayansi. Unajua nilisema Kiswahili ni kama sayansi. Walifanya lab walifanya kwa lab, kwa laboratory yenye iko na vifaa. Sasa waliona vizuri mahali A inatokea, sawa? Naam. So A ukiulizwa A inatamkwa wapi, unasema katika ni ya chini kati. Hivyo ni ya chini. Alafu ni ya mbele kati. Sawa? Naam. Ni ya mbele kati, nayo ni ya mbele juu. Ni ya upande wa mbele lakini juu. Sawa? Halafu zile mbili itakuwa ni ya nyuma lakini kati. Halafu itakuwa ni ya nyuma lakini upande wa juu. Kwa hivyo kigezo hiki cha pili cha kuainisha irabu tunaangalia sehemu katika ulimi. Kigezo cha kwanza kinaitwa, ambacho tulikuwa tunaangalia midomo, kinaitwa mkao wa mdomo. Mkao wa mdomo ambapo tukakuwa na tande na viringwa, na hapa sasa tutakuwa na irabu za chini, ya chini kati, irabu ya mbele kati, irabu ya mbele juu, irabu ya nyuma kati, na pia irabu ya nyuma juu ambayo ni u. Kwa hivyo kila irabu inapata sehemu yake. Kwa hivyo ukiangalia kama sauti A, irabu A unaweza sema ni irabu tande ambayo ni ya chini kati. Irabu E ni irabu tande ambayo ni ya mbele kati. Irabu I ni irabu tande ambayo ni ya mbele juu. Irabu O ni viringwa ambayo ni ya nyuma kati. Alafu irabu U ni irabu viringwa ambayo ni ya nyuma juu. Kwa hivyo unazijua hivyo sasa. Unaweza kuziweka katika mahali pake hivyo. Hizo ni irabu za Kiswahili na ni 5, ni A, E, I, O, U. Na nakumbuka siku moja tuliulizwa na mwalimu kwa shule ya upili. Yes. Hello. Hello. Hello.
Pole Alicia. Yes. Pole, wifi imepotea kidogo. Nashindwa, nimekataa kufungulia kwa kompyuta, lakini tayari tulikuwa tumepiga hatua, sio? Naam. Tumejua sauti za Kiswahili za irabu, na labda unaweza kuulizwa irabu ni nini. Nakumbuka kuna wakati niliuliza wanafunzi wangu irabu ni nini. Wewe ukiulizwa irabu ni nini, utaweza sema ni sauti gani? Siji. Unaweza sema nini? Mtu anasema irabu. Andika, nitakuandikia, lakini kwanza andika. Sema irabu ni sauti zinapotamkwa. Naam. Irabu ni sauti zinapotamkwa. Hewa haizuiliwi popote. Hello. Nasema irabu ni sauti. Narudia. Ninarudia sasa. Nasema irabu ni sauti zinapotamkwa. Hewa haizuiliwi popote. Hewa haizuiliwi popote kwenye ala za kutamkia. Sawa? Hewa haizuiliwi popote kwenye ala za kutamkia, sio? Unapotamka sasa, unaweza jaribu. Unapotamka irabu kama vile a, e, i, o, u, usikize kama ile hewa inayotoka kwenye mapafu kuna mahali inazuiliwa. Hebu jaribu. Hebu tamka nisikie. E, i, o, u. Hiyo hewa si inapotoka. O, u. Unasikia ile hewa inapotoka mapafuni hakuna mahali imezuiliwa, sio? Naam. Hizo ndizo irabu. Kwa hivyo wakati unatamka irabu, ile hewa, manake kuna mkondo wa hewa, Naona ile hewa, ile hewa unapumua wakati inatoka mapafuni, sasa inapitia kwenye ile sehemu ambayo tunaita mkondo wa hewa. Mahali hewa inayotoka kwenye mapafu inapitia ili ifike kutokea hata kwenye matundu ya pua, sio? Hiyo hewa wakati unatamka a, e, i, o, u haizuiliwi popote. Haitazuiliwa, itatoka tu yenyewe. Hizo ndizo zinaitwa irabu. Kwa hivyo hiyo ni sifa moja kubwa ya irabu, kwamba hewa inayotoka mapafuni wakati wa kutamka sauti hizo haizuiliwi popote, inatoka yenyewe tu bila kuzuiliwa, sio? Kwa hivyo ukiulizwa wakati kwa mtihani, kwa mfano uulizwe irabu ni nini, sawa? Andikia mwalimu kwamba ni sauti zinapotamkwa, hewa haizuiliwi popote kwenye ala za kutamkia. Hivyo tu umweleze kwamba umejua kwamba hizi sauti zinapotamkwa, hewa haizuiliwi popote kwenye ala za kutamkia, sio? Unaweza kujaribu sauti kama, kuna sauti kama vile sauti kama wakati unatamka neno pet, sio? Ama pot. Unatumia pot. Cooking pot. Kwa mfano wakati unatamka neno pot. Sinaona ile sauti pa. Sinaona pa.
ambayo Naam. si hizo pa si irabu, sio? Ni konsonanti, tutaziangalia baadaye. Pa, pu, popote. Naam. Wakati unatamka sauti kama hiyo, unasikia hewa inazuiliwa kwanza, alafu inaachiliwa ghafla, kunatokea mlipuko, sio? Naam. Hebu jaribu kutamka pa. Usikie. Pa. Tunaona hewa ilizuiliwa. Kisha Naam. ikaachiliwa ghafla ili sauti yenyewe itokee, sio? Naam. Hiyo haifanyiki kwa irabu. Hizo sauti ambazo tulikuwa tunaangazia hapo awali haifanyi hivyo, sawa? Sauti Naam. ili sauti itokee, hewa haijazuiliwa mahali popote, ilitokea tu, ilitoka vile itoka kwa mapafu, ilikuja tu na haikuzuiliwa, ikatoka. Sawa? Kwa hivyo hizo ndizo zinajulikana kama irabu. Sawa? Naam. Hadi hapo ni sawa tukifikisha hapo. Kama tusome leo Kiswahili, kesho tusome hesabu. Kesho? Nauliza. Naam. Naona 1 hour imeisha, labda nauliza unaweza tuendelee na Kiswahili ama tukomeshe hapo, kesho tuendeleze, alafu baadaye tutapata hesabu. Tutapata hesabu. Tusome hesabu. Sahi. Ndio nauliza. The next 1 hour tusome hesabu ama tusome Kiswahili? Kuendelea. Tusome hesabu. Good. Sawa. Kwa hivyo nitakutumia zoezi. Sawa? Zoezi kwa email yako la Kiswahili la hayo mambo ambayo tumesoma, haswa kuhusu sauti za irabu. Sawa? So nitakutumia zoezi. Manake tukishajua sauti sasa, mofimu hazitatusumbua sasa. Sawa? Naam. Itakuwa rahisi sana kutambua hizo mofimu, sio? Naam. Itakuwa sasa tumeshajua mofimu ni nini. Na kirai na mambo mengine hayatatusumbua. Sawa? Naam. Kwa hivyo nitakutumia zoezi hapo. Nikupe pumziko la dakika ngapi? 20, sio? Naam. Nikupe break ya 20 minutes, alafu turudi around saa 4:30 hapo Naam. Alafu tuweze kusoma hesabu na tutasoma ganiane. Tutasoma some logarithm, sio? Tuanze na logarithm. Sawa? Naam. Kwa hivyo you can have a break, alafu turudi saa 4 na dakika 30 tusome hesabu. Alafu utaangalia kwa email yako, nitakuwa nimetuma zoezi. Sawa? Naam. So kuna swali labda kabla hujaenda break? Haya, asante. Natumai isipokuwa hapo network imenitatiza mwisho, mambo mengine yote umefika. Sauti ilikuwa inakuja vizuri? Haya. Naam. Haya, link ni ile ile, haibadiliki, unabonyeza. Sawa? Sawa. Sawa. So enjoy your break. You too. Thank you. Welcome.